Meli ya USS Gerald Ford ya Marekani iliyopo Mashariki ya Kati inapelekwa katika matengenezo baada ya moto wa saa 30 ndani ya meli hiyo. Meli hiyo ambayo imedaiwa kwamba itakuwa mtoa huduma mpya katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran, inadaiwa kwamba imepata uharibifu mkubwa na kwamba wakati huu itaingizwa katika matengenezo. Meli iliyotumwa kwa ajili ya operesheni dhidi ya Iran inatarajiwa kuingia kwa muda bandarini baada ya moto uliotokea kwenye ndege hiyo ambao unaripotiwa kuchukua saa 30 kuzima. Maafisa wa Marekani walisema Jumanne, siku ya 18 ya vita na Tehran. Meli hiyo ya Marekani kubwa zaidi ulimwenguni kwa sasa iko katika Bahari Nyekundu. Inatarajiwa kwenda kwa muda Souda Bay kwenye kisiwa cha Ugiriki cha Crete. Maafisa hao walisema meli hiyo ya kivita imetumwa kwa muda wa miezi 9 ikijumuisha operesheni dhidi ya Venezuela katika visiwa vya Caribbean kabla ya kuwasili Mashariki ya Kati. Urefu wa kupelekwa umeibua maswali kuhusu ari ya wanamaji kwenye meli na utayari wa meli hiyo ya kivita. Maafisa hao waliozungumza kwa sharti la kutotajwa majina hawakusema ni muda gani meli hiyo ya Gerald Ford ilitarajiwa kubaki huko Crete. Mmoja wa maafisa hao alisema karibu wanamaji 200 walitibiwa majeraha yanayohusiana na moshi wakati huo ulipozuka katika eneo kuu la kufulia meli. Moto huo ulichukua masaa kudhibiti na kuathiri takribani vyumba 100 vya kulala. Hata hivyo, inatajwa kwamba meli hiyo ilikumbana na mashambulizi ya Iran katika kipindi hiki ambapo mpango wa Iran ulikuwa ni kuizamisha meli hiyo kama ambavyo ilipanga kuizamisha meli ya USS Abraham Lincoln. Meli zote mbili za Iran zimekumbwa na mashambulizi makubwa na sasa Marekani inawaza kupeleka meli nyingine katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mmoja wa wahudumu alitolewa nje kwa majeraha, afisa huyu alisema. Gazeti la New York Times liliripoti kwa mara ya kwanza ukubwa wa uharibifu kwenye meli hiyo ya kivita. Pentagon haikujibu mara moja ombi la maoni. Baada ya moto huo kutokea, jeshi la Marekani lilisema hakuna uharibifu wowote kwenye mitambo ya kuendeshea meli hiyo na kwamba chombo hicho cha kubebea ndege kilikuwa kikifanya kazi kikamilifu. Marekani imefanya mashambulizi zaidi ya malengo 7,000 tangu ilipoanza operesheni dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Gerald Ford ikiwa na zaidi ya mabaharia 5,000 ndani, ina zaidi ya ndege 75 za kijeshi zikiwemo ndege za kivita kama F-18 Super Hornet, lakini Ford ina rada ya kisasa ambayo inaweza kusaidia kudhibiti trafiki za anga na urambazaji. Meli zinazosaidia kama vile meli ya darasa la Ticonderoga ya kusafirisha makombora ya Normand, waharibifu wa makombora wa madarasa ya Alley Beck, Thomas Hardner, Remage Carney na Roosevelt ni pamoja na meli ambazo zinabeba ndege za kutoka ardhini hadi angani, uso hadi uso na uwezo wa kupambana na manowari. Mtazamaji